waliselebrate Pasaka kwa sababu Pasaka ilikuwa inawakumbusha kutoka katika utumwa. Amen. Jambo la pili utaandika Pasaka ni sikukuu ya Wakristo. Hiyo ni definition ya pili. Pasaka ni sikukuu ya Wakristo kusherekea ufufuko wake Kristo Yesu. Kusherekea ufufuko wake Kristo Yesu. So kuna hapa hii definition inatuonyesha kama kuna Pasaka ambayo ilikuwa inafanyika, Yesu alikuta hiyo. Lakini sasa Pasaka ina nyingine ya tafsiri, ni sikukuu ya Wakristo kusherekea ufufuko wake Kristo Yesu. So nataka muanze kuelewa hivi, kuna Pasaka ya aina mbili. Kuna Pasaka kama unaandika aina mbili ya Pasaka. Kuna Pasaka ya Agano la Kale na kuna Pasaka ya Agano Jipya. So Pasaka ya Agano la Kale ni Pasaka ambayo tunaiona wakati wanataka kutoka katika utumwa. Mungu anawaambia mtamchinja Pasaka, mtamchinja mwana kondoo before uweze kutoka katika utumwa. Bwana asifiwe. So ni Pasaka ya Agano la Kale. Aina ya pili ya Pasaka ni Pasaka ya Agano Jipya. So hizo Pasaka mbili hazina utofauti sana kwa sababu zinakaribiana, zina kama tafsiri moja. Kwa sababu gani? Pasaka ya Agano la Kale ni unabii wa Pasaka ya Agano Jipya. Kwa sababu gani? Pasaka ya Agano la Kale ilikuwa kimwili, walikula mwana kondoo ambaye aliitwa Pasaka, lakini Pasaka ya Agano Jipya ni Pasaka ya kiroho. Kwa sababu gani? Hii Pasaka ya Agano Jipya ilikuwa inatabiri wakati Yesu atakuja mwana kondoo. Na ndio maana Yohana 1:29 Yohana akamwona Yesu akisema, "Tazama mwana wa kondoo wa Mungu aondoa dhambi ya ulimwengu." So ile Pasaka walikula katika Agano la Kale ni unabii unasema Yesu Kristo kama vile Pasaka atakapokuja atatukuta sisi tu katika utumwa wa dhambi, tunakandamizwa na shetani ambaye ni picha ya Farao, lakini atakapokuja tutatoka katika utumwa wa dhambi. Na ndio maana Mathayo 1:21 inasema malaika akamwambia Yusufu, akamwambia Maria atamzaa mwana, ataitwa Yesu kwa sababu atakuja kukomboa ulimwengu na dhambi. So yule Pasaka ambayo walikula katika Agano la Kale ilikuwa ni unabii wa Pasaka ya Agano Jipya ambao ni Kristo. So nikibaki hapa utaelewa kama Pasaka si sherehe tu na Pasaka si kondoo tu, kwa sababu walimchinja Pasaka ambao ilikuwa ni kondoo. So kienda mbali sana, so you're going to understand kama Pasaka sio sherehe tu, kwa sababu wengi wanajua Pasaka ni sherehe, lakini pia Pasaka sio tu kondoo ambao ni chinja, lakini Pasaka ni Kristo. Na ndio maana Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 5:7 anasema tumepewa sadaka ambao ni Kristo Yesu, ambao ndio Pasaka wetu. Asifiwe Yesu. Amen. Nataka sasa nianze. Haleluya. Yes. Nikapenda hiki. Wakati walikula Pasaka, Mungu anamwambia hivi, mtakapofunga Pasaka, hakikisha mmefunga viuno vyenu. Na najua hiki kitu, hauwezi ukafunga kiuno chako au kiweka msipe, hauwezi funga ukikaa. Kabisa. Unasimama tu unafunga. Na nikisoma Waefeso 6 mstari wa 14, Biblia inasema na simameni mjifunge msipi ambao ni kweli. So hauwezi ukijifunga ukikaa, unajifunga ukifanya nini? Ukisimama. Inamaanisha nini? Hauwezi kula Pasaka ukikaa. Unapokula Pasaka lazima ufanye nini? Usimame. Inamaanisha tena unapokula Pasaka hata maisha yako yalikuwa chini, lazima yapande juu, kwa sababu Pasaka haukuli ukikaa, unakula ukisimama. Na itangaza ndani ya maisha yako, maisha yako yalikuwa chini, kwa sababu leo tunakula Pasaka kwa Kristo Yesu, yalikuwa chini ya Haleluya. So Pasaka haukuli ukikaa, Pasaka unakula ukisimama. Wala maisha yako yalikuwa chini, sasa yanapanda juu katika jina la Yesu, kwa sababu unapokula Pasaka lazima uweze kuinuka. Nipe amena.
Nipe amena niongee. Sasa inasema mshipi atafunga katika viuno. Nikaelewa katika ufunuo, viuno ni picha ya nguvu. Kwa sababu kwa upande wa mwanaume, nguvu zake ziko kwa miguu, ziko wapi? Ona ulikuwa mzaifu, kuanzia leo unakuwa mwenye nguvu katika jina la Yesu. Biblia malaika akamwambia Gideoni, wao unajiona kama vile mzaifu, lakini mimi nakuona kama vile shujaa. Ona unajiona kama wewe kawaida, unajiona uko chini, kwa sababu ya Pasaka Mungu anakufanya mwenye nguvu katika jina la Yesu. Nikapenda jambo lingine, akamwambia Gideoni kwamba wewe ni shujaa. Lakini ukienda mbali sana, unaelewa kama Gideoni ni mlango wa kukomboa taifa lake. Kuna kitu wananisikia hapa. Kuna kitu wananisikia. Wana kupitia wana jamaa yako itakombolewa. Kupitia wana jamaa nipeane na. Kupitia wana jamaa yako itafunguliwa. Kupitia wana jamaa yako itatoka katika umaskini. Kupitia wana ndoa zitaingia katika jamii. Sema ni mimi ambaye anazungumza. Haleluya. Sasa msipi huyo wanamfunga katika viuno. So nikaelewa viuno ni picha ya uzazi, kwa sababu watoto wanakaa katika viuno. Mwalimu aongee asiongee? Aongee asiongee? Ona, kwa sababu alisimama, hakusimama peke yake, lakini na kizazi chake kinasimama. Ona, hautainua